Ya, kwa majina naitwa MC Soda, ni shabiki na mwanachama wa Simba Sports Club. Kaanza kona fupi kwa Zakwani, anaweka cross ndani, mpira unapita. Shadrack Boka! Bao la kwanza la wananchi. Mechi ya Yanga nimeiangalia, ni mechi ya kawaida, ni mechi ambayo nimeiona kimsingi ligi ndio imeanza, inajaribu kutengeneza ubora, lakini bado haijawa bora. Kwa sababu mechi ndio kwanza ya ligi imeanza jana na ndio mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo huwezi kuniambia mchezo wa jana ni mchezo bora wa kupitiliza. Ni mechi naona kama ni mechi ya kawaida ambayo Yanga inatafuta ubora. Yani siku zote mchezaji yoyote ambaye anatokea Super Sub huwa kashausoma mchezo ulivyo na huwa anamsikiliza mwalimu nini ambacho anamuelekeza. Kwamba umeona mwenzio yule pale kuna makosa anayafanya, kwa hiyo unambadilisha, namtoa yule na kuweka wewe, uende ukasawazishe makosa yake. Na yeye kwa nzuri kwa sababu yupo uwanjani anayaona, aenda kubadilisha mchezo. Kwa hiyo maana Super Sub ndio ile. Shalulile! Ni offside. Maxi Nzengeli akiwa na mpira. Nyanyua ule mpira kutoka katika eneo karibu na kati. Hivi ni vitu vya kawaida kabisa, hata Ulaya vinakuwa vinatokea. Ndio maana ya msaidizi. Ile VAR ni msaidizi. Kwa hiyo kama ni msaidizi, kama yupo uwanjani msaidizi, unaenda kulalamika kwa refa, mnaenda kuangalia kama ni kitu sahihi, kila nini mnapewa kero, kama sio sahihi kinaachwa, mpira unaendelea. Yaani bado siwezi kuipa max Yanga kwa sababu ndio mchezo wa kwanza jana. Sawa? Ndio maana nakwambia Yanga bado inajitafuta katika nafasi ya kutafuta ubora, lakini bado haijawa bora kama watu wanavyoizungumzia au watu wanavyoichukulia. Franki Magingi anafanya makosa. Shalulile! Shashaman Peter Shalulile kwenye dance ya staili aina yake. Yule si mshambuliaji. Lazima mshambuliaji akipata nafasi lazima afunge, na mshambuliaji akikosa nafasi hawezi kufunga. Kwa hiyo kama akapata nafasi amefunga. Lakini Shalulile ambayo mimi namfahamu ambaye alikuwa anacheza Mamelodi ni Shalulile ambaye sio huyo aliyokuja Yanga. Kwa sababu mchezaji mzuri unamuona katika nafasi ya kwanza, nafasi ya pili. Kwa hiyo sasa hivi yule Shalulile ni nafasi ya pili. Kwenye ule ubora wake wa Shalulile na pia Mamelodi sio Shalulile yule. Kwa hiyo ndio maana hata wakaona kwamba asiweze kutafuta timu yoyote, anaweza kuja kuchezea hata Tanzania. Lakini mchezaji kama Shalulile ambaye alikuwa anang'ara Mamelodi Sundowns, huwezi kuniambia kwamba atakuwa na performance kama ile ambayo kwa sababu hata kule alikuwa anatokea sabu. Yaani kuvuna pesa kwa kuvishwa kilemba cha ukoka, mimi siwezi kusema ni kuvuna pesa. Sema Depo kauzwa kwa shilingi ngapi, Okelo kauzwa kwa shilingi ngapi, Aziz Ki umenunua kwa shilingi ngapi na Shalulile umenunua kwa shilingi ngapi. Yaani niambie leo umevuna kiasi gani? Kwa sababu leo huwezi kuniambia umevuna pesa hewa. Yaani ni kuvishwa, yani wanasema kuvishwa kilemba cha ukoka au kupakwa mafuta kwa mgongo wa chupa. Lakini tukienda kwenye uhalisia wa jambo hilo, tuambie mmemuuza Shalulile kwa shilingi, mmenunua Shalulile kwa shilingi ngapi? Depo mmemuuza kwa shilingi ngapi? Okelo mmemuuza kwa shilingi ngapi? Alafu tuone je mmevuna pesa kiasi gani. Unajua Aziz Ki ni kama anavyomuona tu. Aziz Ki ni mchezaji kama alivyokuwa amerudishwa Makambo. Makambo alikuwa ni mchezaji wa moto sana alivyokuwa Yanga na Afrika. Lakini mwisho wa siku akaondoka Yanga na watu wa Yanga wakaamini kwamba atarudi tena, na alirudi. Baada ya kurudi hata msimu hajamaliza aliweza kuachwa. Kwa hiyo kila mchezaji inategemea na performance yake. Kwa hiyo Aziz Ki ameondoka akiwa ana performance nzuri, lakini kule alipokuwa anacheza hakuonyesha kile kiwango ambacho kinafikiri kimeweza kuridhisha alitoka nacho Yanga. Kwa hiyo sasa je, Aziz Ki ataweza kurudi Yanga kama alivyokuwa mwanzo? Tuangalie kwenye uwanja wa mpira. Uwanja wa mpira ni mchezo wa wazi. Libase Geye kwa gula kushoto ameujaza Dumbiano kwenda nje. Bado nasema pia mchezo wa leo siwezi kuutolea tathmini kubwa kwa sababu ndio mchezo wa kwanza.
ambao Simba wamecheza au timu yangu imecheza. Kwa hiyo nimeangalia performance yao. Nao pia ni timu ambayo inatafuta sasa performance nzuri kwa ajili ya kuendelea na ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo leo tumeanza, bahati mbaya imetokea mchezaji wetu kapata kadi nyekundu, tumecheza pungufu. Lakini timu imecheza pungufu ikiwa mchezaji kapata kadi nyekundu akiwa tumeshapata ushindi wa goli moja, lakini baadaye timu hiyo imeweza kufunga goli lingine ambalo kimsingi ni kuweza tu kusema kwamba Simba naye anatafuta ule ubora wake ambao wamemaliza katika msimu huu, au ongeze uwe zaidi ya hapo, na ikiwezekana aweze kuwa ni timu bora pia. Matukio haya bwana yanaleta mkanganyiko sana, hasa kwa waamuzi wetu. Ndio maana hata ligi zetu zinaisha, watu wanashinda, lakini wanaoshindwa wanaweka kishingo upande. Kwa nini shingo upande? Waamuzi wetu bado ni tatizo sana. Waamuzi wetu ni tatizo kwa sababu tukio lile ambalo limetokea leo, ambalo Duchu kapewa kadi nyekundu, ni tukio ambalo pia limetokea kwenye mechi ya Yanga na Simba pale Zanzibar, ambalo ilikuwa inastahili mchezaji yule apewe naye kadi nyekundu na penalty wapewe Simba Sports Club. Lakini sijui hawa waamuzi wanakuwa huyu anasomea huku kozi nyingine, huyu anasomea kozi nyingine, hawasomei kozi moja. Ndio maana wakati mwingine matatizo kama yanatokea. Lakini kulingana mimi kuangalia kwangu, mara kwanza kabisa nilivyoangalia, nimeona kwamba wale wachezaji walikuwa wanaenda kushindana nguvu kwa ajili ya kutafuta mpira. Lakini mara ya pili ndio nikaja kuona kwenye slow motion kwamba Duchu amepeleka mpira. Kwa hiyo obviously ni kadi nyekundu na amestahili kupata kadi nyekundu. Mimi niseme tu kwamba Yanga mimi kunifunga bila mipango hawezi kunifunga. Yaani mimi Yanga ananifunga kwa mipango, lakini sio ule mpira halisi ambao unatakiwa achezwe kwenye mechi uwanjani wa 50-50. Alafu uniambie kwamba yule anaweza akanifunga. Yanga mimi hawezi kunifunga bila mchongo. Na ndio maana hata Zanzibar, ndio maana hata msimu ulioisha wa 2025 2026, Yanga mimi hajanifunga mechi 3. Mechi 4. Sawa? Yanga hajanifunga mechi ya kwanza, hajanifunga mechi ya pili, na mimi Yanga nimemfunga mechi ya Kombe la Muungano. Kwa hiyo siwezi kusema mimi kula yangu nimpe mtu ambaye nimeona kabisa nguvu zake kwangu ni ngumu. Na bahati hapo Yanga huyo nimecheza naye Zanzibar kwenye ligi kuu, kwenye ligi ya NBC, mimi nimemfunga yeye goli na goli langu likakataliwa. Ila yeye hana goli ambao amenifunga mimi. Basi naomba nikutakie siku nyingine tena tuweze kukutana tena ili tuweze kujadili masuala ya soka kwa Kiswahili. Ubaya ubwela.